Okay, asante sana kwa kuendelea kuitolea macho Dar Town TV all the way up kutoka Mbezi Stand Magufuli jijini Dar es Salaam. Mimi naitwa Big Boy Joe, unaweza kunislash kwa Instagram, Facebook @Big Boy Joe. Au sio bana? Bana, klabu ya Yanga nako kumekuwa na fukuto ambalo lina trending sana japo liko kimya. Baadhi ya mashabiki wa Yanga walikuwa wakihoji kwamba yuko api the best midfielder Azizi Andabwile ambaye alitarajiwa kwamba huenda akawa ndo mrithi wa kiungo ambaye amefanya makubwa sana kunako klabu ya Yanga, Khalid Aucho, ambaye mwishoni mwa msimu uliopita klabu ya Yanga muuza ama kumtoa Khalid Aucho kunako klabu ya Yanga kwa heshima kubwa sana, huku rais wa klabu ya Yanga Engineer Khalis akidai kwamba thank you Khalid Aucho kwa kile ulichotufanyia. Baadhi ya Watanzania na mashabiki wa Yanga walikuwa na pressure kubwa sana ya kutaka kujua baada ya Khalid Aucho ataletwa nani. Kipindi dirisha la usajili linaendelea kwa ajili ya msimu huu 25-26, au sio bwana, lilitambulishwa jina la kiungo kutoka nchini Mali anayefahamika kwa jina la Musa kutoka Guinea, Musa Bala Conte, au sio bwana, akitokea kunako klabu ya SF Sain kule nchini Tunisia kama kuja mbadala wa Khalid Aucho. Yanga chini ya Romain Folz ilikuwa tofauti sana, badala ya Romain Folz kumwamini sana Azizi Andabwile, na mechi yake ya kwanza ilikuwa ni ile ya kimashindano kwenye kombe au sio bwana ngao ya jamii dhidi ya watani wao Simba, ambao mechi iliisha au sio bwana Yanga kuibuka na goli 1-0 huko au sio bwana Azizi Andabwile akifanya kazi kubwa sana so far kwenye mechi za klabu bingwa. Azizi Andabwile aliscore na kuonyesha performance kubwa sana. Yanga ilifanya mabadilisho ya kocha au sio bwana. Romain Folz alikuja kutimuliwa vilago vyake kwa kile kilichotafsiriwa kwamba kuonyesha soka bovu sana. Hapo ukaanza mwanzo mbaya wa Azizi Andabwile kutoonekanika kunako pichi ya Dar es Salaam Young Africans. Lakini kabla ya hayo aliibuka meneja wa Azizi Andabwile kukudai kwamba mteja wake anaidai pesa Yanga sign of fee, kwa maana pesa ya usajili, kwamba Yanga walikuwa hawakuimalizia. Viongozi wa Yanga walilipinga sana jambo hili kwamba hawadaiwi na Azizi Andabwile, lakini kwa wakali wa mambo wanadai kwamba ni kweli Azizi alikuwa anadai Yanga na sakata lilienda ni TFF, finally akamalizwa pesa yake kimya. Baadhi ya watu wa mambo wanadai kwamba uongozi wa klabu ya Yanga ikiongozwa na Khalis, kwa maana rais wa klabu ya Yanga, hawakulifurahia jambo lile, na baadaye hapo aliamuliwa Azizi Andabwile kuanza kuhukumiwa kiprofessional yake. Tangu siku hiyo Azizi Andabwile amekuwa pia hapati nafasi sana kunako klabu ya Yanga. Hili linakuwa na sura mbili tofauti. Baadhi ya watu wanadai kwamba chanzo cha Andabwile kutoaminiwa na klabu ya Yanga tena si kwa maana kiwango kimeshuka au Duke Abuya anaupiga mwingi kuliko Azizi Andabwile. Wanadai kwamba ule msemo wa Swahili kwamba ukitaka ubaya dai chako, kwamba Azizi Andabwile alikosea sana kwa njia alivyodai pesa yake kama kuifezesha taasisi club. Baadhi ya watu wengine pia wanadai Duke Abuya anaonyesha quality kubwa kuliko Azizi Andabwile. Angalia mikimbio na eneo analolicheza Duke Abuya, hasa kwenye mechi ya FC FAR Rabat, hata mechi walioenda away dhidi ya JS Kabylie. All in all, Dar es Salaam mjini kuna mengi sana. Hili kuendelea kukaa karibu na familia habari za michezo na burudani, make sure kwa kila kifaa unachokitumia kuitazama Dar Town TV, hapo chini kuna neno limeandikwa subscribe, so make sure unaligusa hili kuendelea kukaa karibu sana na habari za michezo na burudani.